yanayowahusu wanawake, watoto, wanawake vijana na watu wenye ulemavu na ajenda nyinginezo za mrengo wa jinsia. Tanzania ni miongoni mwa nchi chache za Afrika ambazo zimepiga hatua katika ajenda ya ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi. Kwa mara ya kwanza, Tanzania imepata kiongozi mkuu wa nchi mwanamke, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye pia anawania kiti hicho cha urais kwa tiketi ya CCM. Kadhalika, mwaka huu kumekuwa na wagombea wengine wanawake wa urais akiwemo Saumu Rashid kutoka UDP na Mwajuma Mirambo kutoka UMD. Kwa upande wa wagombea wenza wa urais kutoka vyama vingine ni pamoja na Evelyn Wilbard Munisi kutoka NCCR, Husna Mohamed Abdalla kutoka CUF, Aziza Haji Suleiman Demokrasia Makini, Amani Selemani Mzee kutoka TLP, Chausiku Hatibu Mohamed kutoka NLD, Sakia Musa Debwa kutoka SAU, Chuma Juma Abdalla na Devota Minja kutoka Chauma. Hii ni hatua kubwa ya kidemokrasia kwa Tanzania na kwa ajenda ya ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi. Tunapokaribia uchaguzi mkuu, tunapenda kuwakumbusha Watanzania kuwa mwanamke kiongozi anaposhika madaraka asihukumiwe kwa jinsia yake, bali kwa uwezo, uzoefu na dira yake ya maendeleo. Ikumbukwe kuwa uongozi wa mwanamke si tishio, bali ni nyenzo ya kuimarisha demokrasia jumuishi yenye kusikiliza na kutenda kwa manufaa ya wote. Tunapenda kuikumbusha jamii kuwa katika kipindi hiki cha kampeni na uchaguzi ni muhimu kuepuka lugha za kejeli, udhalilishaji na mashambulizi ya kibinafsi, hasa katika misingi ya kijinsia. Badala yake, mjadala wa kisiasa ujikite katika sera, ilani na hoja zenye kujenga taifa. Wanawake wanaowania nafasi kuanzia ngazi ya udiwani hadi urais wasibezwe, wasitukanwe, na tunakemea vikali lugha dhalili zinazotweza utu wa mwanamke au wanawake, hasa wanasiasa na viongozi wengine wanawake. Wanawake wanaowania nafasi kuanzia ngazi za udiwani hadi urais wasibezwe, wasitukanwe, na tunakemea vikali lugha dhalili zinazotweza utu wa mwanamke, wanasiasa na viongozi wengine wanawake. Bado tunaamini kuwa kwa kumpata rais mwanamke, Tanzania imepiga hatua kubwa kupitia yeye katika kutekeleza dira ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDG 5 inayosisitiza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake katika maamuzi. Kupitia rais huyu mwanamke, tumeona sheria kadhaa zikibadilishwa, ikiwemo ya vyama vya siasa na hata miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo ya afya. Asasi za kiraia zinasimama imara katika kuhakikisha kuwa mafanikio haya yanaendelezwa si kwa maneno bali kwa vitendo. Ushiriki wa wanawake katika siasa unaongeza uwajibikaji, uwazi na ustawi wa kijamii, kwa kuwa tafiti nyingi zinaonesha kwamba mwanamke au wanawake viongozi wanapendelea sera zinazogusa elimu, afya, haki za watoto na usawa wa kiuchumi. Kama zipo changamoto kupitia uongozi wake, basi si muda wa kumkashifu kwa kupitia jinsia yake. Tunapenda pia kuikumbusha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, vyama vya siasa na wadau wote kuhakikisha mazingira ya uchaguzi yanakuwa salama, jumuishi na huru dhidi ya vitisho, udhalilishaji na ukatili wa kijinsia ambao mara nyingi huwakatisha tamaa wanawake kushiriki kikamilifu katika siasa. Tunatoa wito kwa vyombo vya habari kuendelea kutoa nafasi sawa kwa wagombea wanawake, kuratibu midahalo, makala na mjadala inayojenga uelewa wa umma juu ya uwezo na mchango wa wanawake katika maendeleo ya taifa. Kwa muktadha huu tunasema uongozi bora hauna jinsia, una maadili, dira na dhamira ya dhati ya kuwatumikia wananchi. Tunaamini kwa taifa lenye usawa kijinsia katika uongozi ni taifa lenye amani,
ustawi na maendeleo endelevu. Tanzania ni yetu sote. Wanawake na wanaume wanapaswa kushiriki kwa usawa katika kuijenga. Imetolewa na Muunganiko wa Asasi wa Wanawake na Watetezi wa Usawa wa Kijinsia Tanzania, hii tarehe 23 Oktoba 2025 Dar es Salaam, na wafuatao ndio washiriki wenyewe ambao ni Ulingo wa Wanawake, Women Welfare Tanzania, TAMWA, Binti Makini, Wajiki, WiLDAF, WFT, Young and Alive, Generation Act na TAWLA. Kama kuna nilimsahau, WILAC, kuna mwingine. Na huo ndio mwisho wa kuwasilisha hili tamko letu rasmi kwenu wadau wa habari. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante. Nafikiri tamko letu limejitosheleza kwa sababu swala la msingi ambalo tunalitegemea ni kuendelea kuongeza au kupaza sauti kuhusu swala zima la ushiriki wa wanawake katika masuala mazima ya uchaguzi. Tunapoangalia swala zima la uongozi, ni swala ambalo linawagusa sana wanawake kwa sababu wanawake ndio wenye changamoto nyingi kipindi cha uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Baada ya uchaguzi wao ndio watumiaji wa huduma au wahitaji wakuu katika masuala mazima kama yalivyoelezwa hapa kwenye swala zima la kwenye tamko letu kwamba masuala ya afya. Wanawake ndio walengwa wakubwa kwenye swala zima la afya kwa sababu wao ndio wauguzaji, wao ndio wauguaji hasa kipindi kile cha ujauzito, kujifungua, hata kuenda kulea watoto. Lakini kwenye swala zima la elimu, wao ndio wanaokuwa karibu zaidi na watoto ambao wao watahitaji misingi, sera bora ambazo zitasimamia swala zima la elimu. Lakini wao ndio wanaohitaji uongozi bora kwa sababu kama kutakuwa hakuna amani, wanawake ndio watu ambao watakuwa wameanguka kwenye swala zima la maumivu au changamoto kubwa kwa sababu wao hawana uwezo wa kuweza kutoka bila familia ambayo wanaimiliki. Kwa hiyo tunatamani sana kuona kwamba ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi ni swala muhimu sana na ni swala ambalo linaweza kusaidia jamii kwa sababu linaenda kujikita kutatua madhara moja kwa moja ambayo yanawakuta wanawake pamoja na jamii kwa ujumla. Asanteni. Mimi kikubwa tu ambacho napenda kusisitiza kutoka kwenye tamko letu ambalo naamini limebeba yale ambayo kama wadau au wanawake au makundi tunaoshughulika na wanawake, vijana na makundi mengine yameelezwa kwa kina zaidi. Lakini mimi nitasisitiza tu kwa Tanzania ni yetu sote na Tanzania inajengwa na makundi yote, wanawake, wanaume, watoto na makundi yote ikiwepo watu wenye ulemavu. Kwa hiyo wote tuna haki sawa. Tumeona katika miaka karibuni hata wasichana wengi wamekuwa na shauku na hamu ya kutamani kuwa viongozi kwa sababu tu kuona kuna viongozi wanawake ambao wameshika nafasi kubwa ambayo kwa historia ya Tanzania haikuwahi kutokea. Kwa hiyo hii imewahamasisha wasichana wengi, mabinti wadogo, wa umri wa kati na wakubwa kutamani kuwa na sisi miaka ya mbeleni tuweze kushiriki kwenye nafasi za maamuzi. Na wameonekana katika vyombo mbalimbali vya habari wakionyesha uwezo wao. Hii inatupa mwongozo na mwanga kuwa kumbe wapo watu wakionyesha mifano wanaweza wakavuta watu wengi ambao wako nyuma na wakashika nafasi zile ambazo kwa miaka mingi kuanzia Beijing mpaka leo tumeendelea kupigania hizi nafasi. Lakini niendelee kusema tu, huwa kuna changamoto pale ambapo mwanamke anashika nafasi ya uongozi. Changamoto yote inayotokea kwenye mfumo wa uongozi, naamini hakuna mfumo wote wa siasa au mfumo wote wa uongozi ambao hauna changamoto. Lakini kumekuwa na desturi kuwa changamoto zinavyotokea pale ambapo mwanamke ameshika hatamu au ameshika nafasi ya uongozi kwa level yoyote, iwe kuanzia udiwani, iwe kwenye ubunge mpaka uraisi, zimekuwa changamoto zake zikihusianishwa sana na masuala ya jinsi yake. Kwa sababu huyu ni mwanamke ndio maana hiki kimetokea, kwa sababu huyu ni mwanamke ndio maana hiki kimetokea. Watu wanashindwa kuangalia kwa sababu changamoto hii imetokea kwa sababu aidha ya mfumo au kwa sababu ya usimamizi mbovu labda ya watu ambao wamepewa hayo hiyo nafasi ya kusimamia rasilimali, au kwa sababu watu
kuna wachache ambao wanafanya vitu ambavyo sivyo, lakini kwa sababu ambaye yuko pale kama kiongozi ni mwanamke, basi ule mzigo wote atatwishwa, na hatwishwi kwa sababu either wasaidizi wake wameshindwa kufanya vizuri ama kuna watu wameenda tofauti, lakini atatwishwa kwa sababu ni mwanamke, ndio maana haya yanatokea. Kwa hiyo sisi kama wanawake, na mimi kama mwanamke kijana, naendelea kusisitiza kuwa uongozi ni busara, ni hekima, na kutekeleza yale majukumu ambayo wananchi wanatamani yatimizwe kwao. Sera nzuri, mikakati mizuri, kulinda rasilimali zetu za taifa, na hii inaweza kufanya na mtu yeyote, awe mwanamke awe mwanaume. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongelea swala la uongozi na changamoto na mafanikio, basi tuepuke kutaja jinsia. Tumtaje kiongozi kama kiongozi ambaye anaongozwa na mifumo, anaongozwa na miongozo, kwa sababu hakuna mtu atakayekaa kwenye mfumo wote wa uongozi bila kuwa na miongozo. Atakuta miongozo, atakuta sheria, atakuta sera, atakuta watu ambao watamuelekeza. Kwa hiyo tujikite kwenye kuangalia nini kimefanyika bila kuhusianisha na jinsia. Hii itatusaidia sana kwa sababu wapo wasichana wengi ambao wana ndoto. Kwa hiyo kama leo tutapotosha haya, basi tutarudisha nyuma wimbi kubwa la wasichana na watoto ambao leo na kesho wangetamani na wao waje kuwa viongozi wakubwa. Huwezi jua, anaweza kama mtoto wangu mimi au mtoto wako au mtoto wa mwingine. Kwa hiyo tujikite kwenye kuleta hizi positive narration ili kusababisha hizi harakati ambazo tumezipambania kwa wakati mrefu zisirudi nyuma na tukaanza chini kabisa. Asanteni. Kwenye tamko letu hili la siku ya leo ni kwamba tuendelee kuwajengea wanawake imani kama tunavyowajengea kwenye majukumu mengine ya nyumbani na ya kifamilia. Tuwawezeshe kama tunavyowezesha kwenye sehemu nyingine. Sisi kwenye swala la uongozi ndio tunawarudisha nyuma. Kama tumeamini wanawake kuwa mama zetu na kuhudumia familia na majukumu mengine ambayo yanatuhusu wanawake, basi tujue kwamba kwa namna hiyo hiyo wanaweza pia kushikilia nyadhifa mbalimbali za serikalini kuanzia ngazi ndogo mpaka ngazi kubwa. Kwa umoja wetu na kuendelea kuhamasisha jamii kwa ujumla, kuendelea kuweka imani kwa wanawake. Tusivutane nyuma, tuwasogeze mbele. Na kwa upande wa wanawake tuna hiyo dhama kwamba ya kuona kwamba sisi wenyewe kwa wenyewe hatuwezi. Kwa katika mambo kama haya tunasisitiza zaidi mshikamano wa mwanamke mmoja na mwingine, kuendelea kupushi ajenda hii ya wanawake kuwa viongozi na kuendelea kuandaa watoto ambao wako nyumbani wanakuwa watoto wa kike, kuwajengea uwezo wa kufika kule tunataka taifa lifike kwenye usawa wa jinsia. Jamii iwe sawa kwamba akiwa mwanamke sehemu fulani basi mambo yawe sawa kama anavyokuwa mwanaume katika nyadhifa hiyo. Asanteni sana. Asante sana. Mimi kikubwa naanzia pale mwenzangu alivyosema tusivutane nyuma, tuwasogeze mbele. Na katika tamko hili kwa kweli tunatoa ushawishi mkubwa sana wanawake, pamoja na ngazi tuliofikia ya kuhamasisha wanawake mpaka tukapata idadi hiyo kubwa ya wanawake kujitokeza kwenda kugombea nafasi za uongozi na siasa. Sasa hivi tuhakikishe kwamba tunakwenda kupiga kura, tusiwavute nyuma, tuwasogeze mbele, ili kipindi kijacho wanawake, idadi ya wanawake ongezeke zaidi na zaidi, ili taifa letu hatimaye lipate kile kinachoitwa usawa wa kijinsia katika ngazi zote za Tanzania. Na tunawaomba sana wanawake na hawa hivi asasi ambazo zinashughulikia masuala ya wanawake wasichoke na wasirudi nyuma. Na kama mafanikio haya ambayo ni makubwa sana kwa mwaka huu, kwa kuwapata wanawake kupitia vyama mbalimbali kwenda kugombea, kuamua kugombea pamoja na hali zote zilizopo, na sasa tuhakikishe kwamba hapa ndio tumeanza, ndio kwanza kazi imeanza ya kuhamasisha wanawake. Tunapoelekea uchaguzi mkuu, ningependa pia kusihi vijana kwenye kutambua haki zao, lakini pia kwenye kutambua nguvu zao kama vijana kwenye kupiga kura. Hivyo tuchukue nafasi hii kama vijana, wanawake, kwenye kujitoa zaidi kupiga kura na kuchagua viongozi ambao wenye uwajibikaji na ambao watasimamia sera zetu za vijana na za wanawake. Asante. Kama taasisi zinazosimamia haki ya wanawake na watoto na jamii kwa ujumla, tunaendelea kusisitiza kwa jamii kutumia haki yao ya kikatiba na kisheria kushiriki katika uchaguzi, na
Takwimu zinaonyesha kwamba wanawake wameonyesha mwamko mkubwa na ushiriki katika kugombea nafasi za uongozi. Hili ni jambo jema na linaendelea kuonyesha kwamba hali ya usawa wa kijinsia katika taifa letu inaendelea kuimarika. Tunaendelea kusisitiza umma kuwa na imani na kuwapa nafasi wanawake katika nafasi za uongozi, tukiamini kwamba kupitia uwezo wao kuwa katika nafasi za uongozi utachochea wao kuweza kufanya mabadiliko katika jamii yetu, katika kuleta mapinduzi katika vitu mbalimbali ambavyo vinamkandamiza mwanamke na mtoto, ikiwemo mabadiliko ya sheria ya mtoto na sheria ya ndoa inayoendelea kumkandamiza mtoto wa kike kuolewa katika umri mdogo. Mabadiliko haya yote hayawezi kuwezekana kama hakutawekwa viongozi na wanawake katika nafasi za uongozi ambao watabeba maono ya wanawake na watoto. Asante. Kwa umoja wetu tunaamini kwamba uongozi haujengwi kwa kuangalia jinsia, ila unajengwa kwa kuangalia mambo makuu matatu. Tunaangalia maadili, dhamira na nia ya kweli ya kuhudumia watu. Hivyo basi tulikuwa tunaomba wanasiasa, tume ya uchaguzi iweze kuhakikisha kwamba sauti ya mwanamke inasikika. Pia asiweze kunyanyaswa kwenye muda anataka kupaza sauti ile. Kama tamko linavyosema limejitosheleza katika kutekeleza dira ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa SDG5 ambayo inahamasisha usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake katika ngazi za maamuzi, bado tunaamini kuwa na rais mwanamke taifa letu limepiga hatua kubwa. Na bado kama tunavyojua idadi ya wanawake katika ngazi za maamuzi ni chache. Kwa bado tunahamasisha wanawake kujitokeza katika ngazi za maamuzi ili kuendelea kuitetea dira ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa, yani SDG5. Asante.